Ni mfalme wa wafalme, nena kuamini Mungu wa miungu. Katika asubuhi hii ya Amka Anza na Kristo, katika madhabahu ya Toweza Ministry, ninakukaribisha uungane nasi, uombe nasi, na Mungu atendaye atafanya juu yako. Mungu aliyetengeneza balance ya dunia, na Mungu anayewalinda wanadamu, haijalishi wamemkataa au wamemkubali, lakini anawapa nafasi ya pili. Mwambie Mungu, damu ya Yesu iwe juu yangu, damu ya Yesu nitakase, damu ya Yesu nitakase, asubuhi hii nitakase. Yamkini kuna upinzani ambao adui anatamani kuusimamisha, ila damu ya Yesu ichukue nafasi. 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 Kuna mahali adui ameshikilia hatima yao. Nasema Baba, damu ya Yesu ichukue nafasi. Damu ya Yesu ichukue nafasi. Damu yako ichukue nafasi. Damu yako ichukue nafasi. Damu yako ichukue nafasi. Damu yako ichukue nafasi, ikiondoa kila ugumu, ikiondoa kila uzito, ikiondoa katika jina la Yesu. Ninapanda uweza, ninapanda neema, ninapanda mpenyo katika jina la Yesu. Baba, wewe ni Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye uweza, Mungu mwenye neema, kwa jina la Yesu. Karibu katika ibada hii ya Amka Anza na Kristo. Mwambie Mungu, mwambie Mungu, nenda nami. Mwambie Mungu, nimeamka ni kwa sababu ya wewe upo, ni kwa sababu na ratiba na mimi, ni kwa sababu nanipenda. Naomba rehema. Yamkini sikufikiri kama ni wewe umefanya. Naomba rehema. Naomba rehema. Naomba rehema juu ya nchi. Naomba rehema juu ya watoto. Naomba toba juu ya mabinti. Naomba toba katika jina la Yesu. Ninaomba toba Bwana. Ninaomba toba Mungu. Naomba toba niko ambaye niko. Naomba toba katika jina la Yesu. Naomba toba. Naomba toba. Naomba toba. Naomba toba. Naomba toba juu ya nyakati za binti zako. Naomba toba juu ya nyakati za vijana. Naomba toba katika jina la Yesu. Naomba toba juu ya kizazi hichi. Naomba toba Baba katika jina la Yesu. Kwenye mwezi huu naomba toba, miezi yote naomba toba. Wakati dhambi wanaifanyia kampeni, Baba nasema toba yako ianze kupita katika jina la Yesu. Toba yako, toba yako, toba yako, toba yako, toba yako, toba yako, toba yako katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Mwambie Mungu, niko hapa, usinipungukie. Mwambie Mungu, niko hapa, unitakase. Mwambie Mungu, niko hapa, unipe nafasi ya kupendelewa. Mwambie Mungu, nipendelee, nipe nafasi ya mpenyo. Milango ya emergency ifunguke. Milango ya kusaidiwa, kutetewa ifunguke katika jina la Yesu. Milango ya kutetewa, milango ya kupiganiwa, milango ya kuvushwa katika jina la Yesu. Malaika waliopewa zamu ya kuanza kuniokoa, malaika waliopewa zamu ya kuanza kuniinua, malaika waliopewa zamu ya kuanza kunivusha katika jina la Yesu. Mwambie Mungu, niko hapa. Mwambie Mungu, niko hapa. Pasipo wewe hakuna kitu naweza. Mwambie Mungu, niko hapa. Pasipo nguvu zako hakuna kitu nafanya. Mwambie Mungu, niko hapa. Uweza wako na nguvu zako zitembee kuliko kawaida, zitembee kuliko mfano, zitembee kwa jina la Yesu. Peke yako ni Mungu mwenye nguvu, peke yako ni Mungu mwenye uweza, peke yako ni Mungu mwenye neema, peke yako ni Mungu tishaye. Angusha kila majoka, angusha kila uganga, angusha kila uchawi, angusha kila miungu, angusha kila ratiba za majoka, ratiba za ufalme wa giza, ratiba za ufalme wa pepo, ratiba za kila namna, ratiba za kupunguzwa katika jina la Yesu.
Hakuna atakayesimama kunichelewesha, hakuna atakayesimama kunirudisha nyuma, hakuna atakayesimama katika jina la Yesu. Nakataa mashambulizi, nakataa uganga, nakataa uchawi, nakataa maimbilizo, manyunyizo katika jina la Yesu. Mahali popote ambapo wameimbilizwa mabaya hayatakuwa juu ya lango, hayatakuwa juu ya malango yetu katika jina la Yesu. Maana imeandikwa kwenye Isaya 60 kuanzia mstari wa 11, anasema malango yako yatakuwa wazi daima ili kukuletea utajiri, mataifa wakileta utajiri katika jina la Yesu. Baba, na mimi nasema hakuna mahali mabaya yatatokea, hakuna mabaya yatakuja katika jina la Yesu. Njia zote za mabaya zimefungwa na kuharibiwa, njia zote za laana zimefungwa na kuharibiwa. Kila hatua zilizokamatwa za kucheleweshwa, hizo hatua zimeondolewa, huo uzito umeondolewa, huo ugumu umeondolewa. Yoyote atakayesikia sauti hii, natangaza wepesi wa kupita kawaida, natangaza wepesi wa kupita mfano. Nimeiachilia damu ya Yesu, nimeiachilia damu ya Yesu. Nasema Bwana, fanya mateka maisha yao, fanya mateka maisha yao kwa ajili ya jina lako, fanya mateka kwa ajili ya jina lako, fanya mateka Bwana. Usiwaache wapite kwenye aibu, usiache wapite kwenye laana, usiache wapite kwenye mikosi, usiache wapite kwenye machozi, usiache wapite Baba, katika Yesu. Kwa wewe nguvu zako, kwa wewe uweza wako, kwa wewe neema yako, kwa wewe utisho wako Baba, nimesogea. Itika kwa ajili yetu, itika kwa ajili ya miaka yetu, itika kwa ajili ya majira yetu katika jina la Yesu. Baba, nimekuja kwako, itika tena, itika tena, itika tena, itika tena, itika tena, itika tena. Wakati hatuwezi kabisa, nauliza uweza wako, nauliza nguvu zako, nauliza kibali chako katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu usiyepungua, tuitikie tena katika jina la Yesu. Tuitikie tena rabo kose, tuitikie tena, tuitikie tena katika jina la Yesu. Mwambie Mungu, niko hapa, na uweza wako usipungue, na nguvu zako usipungue katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tawala Bwana, tawala Mungu, tawala niko, tawala Ebeneza, tawala mfalme, tawala kwa wewe, tawala katika jina la Yesu Kristo. Raka terebogose katika jina la Yesu Kristo. Nasema tawala mfalme, tawala niko. Mwambie Mungu, niko hapa, ruhusu sasa nitembee na wewe, ruhusu sasa nitembee na wewe. Mwambie Mungu, ruhusu sasa nitembee na wewe, ruhusu sasa uwepo wako juu yangu, ruhusu sasa uwepo wako, ruhusu sasa uwepo wako, ruhusu sasa uwepo wako, ruhusu sasa uwepo wako kwa jina la Yesu Kristo. Ruhusu uwepo wako kwa jina la Yesu. Kwenye kila jambo nafanya, ruhusu uwepo wako. Haleluya, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana apewe sifa. Tutakwenda kujifunza somo linaitwa kupewa alama au kupewa alama katika paji la uso wako. Kupewa alama ya jina la Yesu katika paji la uso wako, au kupewa alama ya damu ya mwanakondoo katika paji la uso wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesu hapendi watu wake wafie dhambini, lakini pia Yesu hapendi wenye haki wachanganywe na wasio haki. Lakini Yesu pia hapendi watoto wake wapite pagumu. Lakini pia Yesu hapendi aone
machozi ya watoto wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Utagundua ya kwamba Yesu alimfia mwanadamu pale msalabani ili kila amwaminie asipotee. Inamaanisha yoyote ambaye hajaliamini jina la Yesu amepotea. Narudia tena, yoyote ambaye hajaliamini jina la Yesu, hajalikubali jina la Yesu, uwe na uhakika ya kwamba amepotea, kwa sababu jina la Yesu ni taa ya wanadamu wote, na jina la Yesu ni nuru ya ulimwengu. Na kama ni nuru ya ulimwengu, wewe uko wapi? Walio wa Mungu wakiwa na jina la Yesu wana taa ya wakati ujao, ni wana taa ya kila kitu, wanatembea, wanatumaini na kuishi tena, wanatumaini na kusaidiwa, wanatumaini na kupiganiwa, wanatumaini na kutoachwa mahali popote. Inamaanisha mahali popote ambapo unaona una fedha, lakini kiwango chako cha amani kiko chini, uwe na uhakika kwamba uwepo wa Mungu umepungua. Na kama uwepo wa Mungu umepungua, una nafasi ya kumwambia tu Mungu, nimekubali nikuamini, alafu niishi na wewe. Uwe na uhakika ya kwamba Mungu ataachilia uwepo wake kwenye mazingira hayo. Haleluya, 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 haleluya. Ni kitendo tu cha kumwambia Mungu, nimekubali kuacha uovu wangu na nimekubali kutembea na wewe kwenye utakatifu wako. Unaamua, unamwambia Mungu, mimi nimekubali. Ni kweli nitenda dhambi, na hakuna dhambi ambayo haiwezi kutakasika. Kila dhambi ambayo umeitenda, uwe na uhakika ukija nayo kwa Yesu, Yesu anaweza kuisamehe na akaifutilia mbali kabisa. Isipokuwa itategemeana na wewe umeamua kutubu kabisa kabisa au unaigiza. Na asilimia ya watu wengi wamezoea kwenda kwa Mungu kuomba vitu, hawajazoea kwenda kwa Mungu kuomba toba. Haleluya, 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 haleluya. Wamezoea kwenda kumwomba Mungu vitu, wakati huo wamemkataa. Biblia iko wazi, nasema utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na hayo mengine mtazidishiwa. Unagundua ya kwamba hawa watu wanatafuta vingine, hawautafuti ufalme wa Mungu kwanza, wanautafuta vingine. Unakuta mtu amekuwa anamtafuta Mungu, anakwambia ninataka mchumba, au ninataka biashara yangu iongezeke, au anakwambia mimi ninataka uchumi wangu uzidishwe. Mungu anamuuliza, je, kwenye swala kuokoka? Anasema Mungu, bado kwanza, mpaka nitakapokuwa nimepata mume basi nitaokoka, au mpaka biashara yangu itakapokuwa imefikia kiwango fulani basi nitaokoka. Swali ni je, kwenye 200,000 haujaokoka, utaokoka kwenye mamilioni? Haleluya, haleluya. Kwenye kutafuta 100,000 uko bize kiasi hicho, kiwango ambacho hauna hata dakika moja ya Mungu, hauna hata risali moja na Mungu. Kwenye wiki nzima hauna hata risali moja la Mungu, sio siku, risali moja hauna. Wakati wote moyo wako uko mbio kuihangaikia dunia, moyo wako uko mbio kuhangaikia shughuli za duniani. Huo unafahamu ya kwamba duniani tuko kwa misheni. Bila Mungu kuwa na misheni na sisi, uwe na uhakika hata hayo unayoyafanya usingeweza kuyafanya, kwa sababu mpanga ratiba amekupa nafasi ya kukaa duniani kwa ofa. Unakaa duniani kwa ofa. Narudia tena, unakaa duniani kwa ofa. Na kama tusingepewa ofa, hakuna ambaye angepanga vitu vyake na vikatimizwa.
na uwe na uhakika kama Mungu akiamua kwenda mbele yako kama Balaam na Balaki ambavyo walienda kuzuia, uwe na uhakika hakuna kitu utakachofanya, kwa sababu Mungu ana rehema nyingi. Ndio maana anakuachia nafasi ya kufanya hayo unayoyafanya, lakini una nafasi kwa Mungu kumwambia Mungu, nimekubali nikuamini, nimekubali nitembee na wewe. Leo nimekuja unipe alama ya membership. Haleluya, 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 haleluya. Akupe alama ya umemba, akupe alama kati yao wanaokaa karibu, na wanaokaa karibu na Mungu wana alama zao, wana alama ya damu ya mwana kondoo, wana alama zao. Na mabaya yanapokuwa yanapita kwenye nchi, mabaya hayo hayawezi kuchanganya walio wema, walio wa haki na walio wabaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kila anayekaa karibu na uweza au anayeliamini jina la Yesu anageuzwa, na akigeuzwa anakuwa mwana, na akiwa mwana anakuwa karibu na Kristo, anakuwa karibu na msaada wa Mungu. Yaani yoyote anayekuwa amemwamini Kristo anakuwa karibu na msaada wa Mungu. Amini leo sasa, uanze kutembea karibu na msaada wa Mungu. Kuna maeneo mganga hataweza, na kuna maeneo daktari hataweza. Huwa unaelewa, kuna maeneo hata nesi hataweza, kuna maeneo hata wazazi hawataweza, kuna maeneo hata mchungaji wako hataweza, kuna maeneo hata nabii hataweza. Itabaki nafasi yako ya wewe na Mungu, na kama nafasi yako na Mungu relation zenu hazijakaa sawa, huwa na uhakika kuna mahali lazima utaumia. Haleluya, 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 haleluya. Sikiliza nikwambie, Mungu yuko karibu kuliko vazi. Mungu yuko karibu kuliko mchungaji wako. Mungu yuko karibu kuliko nabii. Mungu yuko karibu kuliko mwalimu. Mungu yuko karibu kuliko vikundi vya msaada. Yamkini mna vikundi vya matumaini vya msaada, kwamba ukifiwa watakuwa karibu na wewe. Yamkini watakuwa mbali na wewe. Kwa sababu gani? Kwa sababu wao si Mungu. Mungu ndiyo yuko karibu na wewe. Anaweza kukusaidia hata ukiwa umelala. Anaweza kukusaidia hata ukiwa unatembea ukiwa peke yako. Anaweza kukusaidia hata kama kinywa chako hakiwezi kusema, lakini yeye anaweza kukusaidia. Anaweza kukusaidia kwenye vita za siri. Nazungumzia vita za siri. Haleluya, vita za siri. Nazungumzia vita za siri. Kuna vita ambazo wewe unazijua napigana na fulani, lakini kuna vita ambazo maagenti wamekusanyana, wanatengeneza mpango na mipangilio ili wakushambulia au wakuangushe. Si swala la kujua wanatengeneza mipangilio namna gani, swala la kujua una Mungu wa kusaidiae. Shida si kwa sababu unasali kanisa fulani, lakini huyo Mungu unayemtafuta una relation naye, una mahusiano naye yako vizuri, network yake ya msaada ya kukusaidia ipo majira yote. Haleluya, haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Na kama unaisikia sauti hii, basi mwishoni utaomba nasi, utamwambia Mungu, mimi bana, bila wewe hakuna kitu naweza kufanya. Na kama kuna mahali umejiamini ukaitumaini akili, kuna mahali akili natelekezaga. Haleluya, kuna mahali akili natelekezaga. Unaweza ukaanzisha biashara, kumbe wakati huo hujaifanyia research ya kutosha. Unashangaa biashara inaporomoka. Kwa nini inaporomoka? Akili imekutelekeza. Au umekutana na matapeli. Kiwango cha akili za matapeli kimekuwa kikubwa kuliko kiwango cha uelewa wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Katika ibada hii amka, anza na Kristo. Utamwambia Mungu, yamkini akili yangu ilikuwa ndogo kwenye nyakati,
Unaweza kukutana na nyakati ambazo zinahitaji akili ya kiwango, alafu wewe ukawa na akili ya jana. Na ukiwa na akili ya jana, huwa na uhakika ya kwamba lazima hautakuwa, kwa sababu ukuaji wowote au kuongezeka kokote kunahitaji spiritual power, kunahitaji akili mpya, kunahitaji viwango vya hekima mpya, kunahitaji ufahamu mpya, kunahitaji ubora ulioboreshwa. Haleluya, 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 haleluya. Ngoja tusome kitabu cha Zakaria 3. Tuanze na kitabu cha Zakaria 3. Tutasoma kitabu cha Zakaria 3. Zakaria 3. Zakaria 3. Tutaanzia mstari wa kwanza. Bwana na apewe sifa. Zakaria 3 kuanzia mstari wa kwanza. Biblia yangu inasema, kisha akanionyesha Yoshua kuhani mkuu amesimama mbele ya malaika wa Bwana, na Shetani amesimama mkono wake wa kuume ili kushindana naye. Bwana akamwambia Shetani, Bwana na akukemee ewe Shetani. Naam, Bwana aliyechagua Yerusalemu na akukemee. Je, hiki si kinga kilichotolewa motoni? Mstari wa 3 anasema, basi Yoshua alikuwa amevaa nguo chafu sana, naye alikuwa akisimama mbele ya malaika wa Bwana. Halo, angalia hapa, ukisoma kitabu cha Zakaria 3 hapa utagundua ya kwamba huyu Yoshua alikuwa ni kuhani mkuu, na kuna asilimia 99.9 watu wanaamini mtu ukiwa kuhani hauwezi kuwa na vazi chafu, au watu wanaamini mtu ukiwa unaenda kanisani hauwezi kuwa na vazi chafu. Vazi chafu liko kwenye maamuzi yako. Umeamua nini kuondoka kwenye huo ubaya? Yamkini hayo mabaya unayoyafanya hakuna naye kujua. Hakuna anayejua kwamba wewe kuna tabia unatembeaga nayo. Kuna dhambi unafanya, kuna dhambi unafanya kwa siri, ndiyo alama yako. Haleluya, haleluya. Maana shetani hakai kwa mtu kama hana alama yake. Hata shetani na yeye anakaa kwa mtu kama una alama yake. Shetani anakaa ndani yako kama una alama ya uovu, kama una alama ya mashitaka, kama una alama ya madai, unadaiwa. Umeingia agano na zaidi ya wanawake 90. Umeingia agano zaidi ya wanaume 50, na yale maagano bado yafuta. Huwa na uhakika kuna mahali bado unadaiwa. Si swala kwenda kuomba ndoa kwa Mungu, ni swala kwenda kwa Mungu kumwambia Mungu nisamehe, tuanze upya. Yamkini umezoea kila wakati unaingia kwa Mungu unaomba vitu, lakini saa ya kumwambia Mungu ni kweli. Kwa nini hivi bado haujiulizi? Umezunguka kwa watumishi wangapi na bado jambo lako Mungu hajafanya? Ngoja nikwambie neno gumu. Nikwambie hivi, si watumishi watoae vitu. Atoae baraka kwa wanadamu wote anaitwa Jehova Nisi, anaitwa Mungu wa miungu. Yeye ndiye akiamua mabadiliko juu ya maisha yako yanatokea. Na hapa haitajarisha kwamba mtumishi anaomba kwa kiwango gani. Hata aombe mpaka asubuhi, lakini mbingu zikisema hapana, zimesema hapana. Mbingu zikisema hapana, zimesema hapana. Haleluya, haleluya. Kuna ofa zinatokeaga kuna ofa zinatokeaga kama ofa za Yoshua. Yoshua ana vazi chafu, hata ye mwenyewe hajui kwamba nazuia hapa, napingwa na adui.
Biblia inasema alimwona Yoshua akiwa amesimama mbele ya malaika wa Bwana na shetani akiwa upande wake wa kuume ili kushindana naye. Upande wa kuume ni upande wa ufalme, ni upande wa utawala, ni upande wa mamlaka. Unaona kwamba huyu Yoshua inamaanisha alikuwa yuko chini ya mamlaka za ufalme, alikuwa yuko chini ya mamlaka za ufalme. Amesimama mbele ya malaika, lakini amesimama mbele ya malaika wa Bwana, lakini shetani yuko upande wa kuume wa Yoshua ili kushindana naye. Kuna mahali unachelewa kwa sababu shetani amesimama upande wako wa kuume ili kushindana na wewe. Kuna mahali biashara yako unaona haitembei, kuna mahali shetani amesimama ili kushindana na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kila mwenye alama ya Kristo atakaa upande wa Kristo, na kila mwenye alama ya madai ya uovu atakaa upande wa adui, na adui atamshikilia hatamwacha. Kama hautakubali kuitubia dhambi unayoitenda kwa siri, uwe na uhakika shetani hata kuacha, kwa sababu ni kama nzi na uchafu. Nzi anakaa mahali pa uchafu na hawezi kuondoka, hata kama utamfukuza kwa namna gani. Nzi anakaa eneo la uchafu na Mungu anakaa eneo la usafi. Hiyo ni automatic, hahitaji maswali. Kama haujadili hapa, hatujadili habari ya dini, unaswali wapi? Hapa najadili habari ya utakatifu wako ndani na mahusiano yako ya wewe na Mungu. Shetani anakuonaje na Mungu anakuonaje? Au Yesu Kristo anakuonaje? Roho Mtakatifu anapotafuta makazi kwako, ameyapata au ameyakosa? Roho Mtakatifu anapotafuta makazi ndani yako, anayapata au anayakosa? Na uwe na uhakika kama anayakosa. Hivyo vitu unavyoomba kwa Mungu na kukazana kuomba vitu baada ya kuomba ushirika na Mungu, uwe na uhakika kuna mahali, kuna siku Mungu akiacha kuviachilia, utazunguka karibia watumishi wote, manabii, wachungaji, walimu, na utasafiri umbali mrefu kwenda kutafuta msaada, utakosa, kwa sababu Mungu aliye karibu umemkataa. Unatafuta Mungu aliye mbali, au unatafuta Mungu wa watumishi? Anza kutafuta Mungu aliye juu, Mungu wa mbinguni. Anza kumtafuta huyo. Ukimtafuta huyo, na mengine yatasolvika kirahisi. Haleluya. Fikiria akili yako jinsi ilivyohalalisha dhambi. Imefikia mahali umeweka uovu ukaukumbatia. Mwambie Mungu, unamwambia Mungu, hata sasa nimekuja, naomba rehema zako. Bwana Yesu sana. Tusoma kitabu cha tunaendelea mstari wa 4. Anasema hivi, naye hayo akajibu akamwambia wale waliosimama mbele yake akisema, mvueni nguo hizi zenye uchafu. Kisha akamwambia yeye, tazama, nimekuondolea uovu wako, nami nitakuvika mavazi ya thamani nyingi. Nimekuondolea uovu wako, nitakuvika mavazi ya thamani nyingi. Uwe na uhakika, inamaanisha Mungu akikuvua uovu wako, anaanza kukuvalisha vazi la thamani, ambalo ni vazi la thamani ndilo alama ya inamaanisha watakatifu wote wana alama ya vazi la watakatifu. Kuna vazi la watakatifu na kuna vazi la watu ambao wanakaa karibu na Mungu. Vazi la ikulu au vazi la mahali pa juu, vazi la kifalme, vazi la watawala. Kuna vazi la watawala. Hata Yusufu alipokuwa anapandishwa cheo cha kuwa waziri mkuu, alipewa vazi la utawala.
Hauwezi ukahama na lile vazi la utumwa au vazi la magereza ukaenda nalo kwenye vazi la uwaziri mkuu. Kuna utofauti. Kuna vazi la watawala na kuna vazi la watumwa. Wakati Yesu Kristo anatokea kwenye maisha yako, anatakiwa kuvue huo uovu. Akikuvua huo uovu, akuvalishe vazi la watakatifu au vazi la wanaoitwa watawala katika roho au watawala katika Kristo. Watawala katika Kristo. Haleluya, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana. Anasema nikasema mpige kilemba kizuri kichwani pake. Basi wakampiga kilemba kizuri kichwani pake, wakamvika mavazi, naye malaika wa Bwana akasimama karibu. Kwa nini mara ya kwanza malaika wa Bwana hakusimama karibu? Kwa sababu ndani ya Yoshua au Yoshua alikuwa amevaa mavazi machafu. Namba moja ni kuondolewa uovu. Namba mbili ni kuvalishwa mavazi ya thamani. Na utakapokuwa umevalishwa mavazi ya thamani, unawekwa karibu. Kati yao wasimamao karibu, inamaanisha walikuweko wanaosimama karibu na msaada wa Mungu. Haleluya, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana na apewe sifa. Haleluya, haleluya. Tutasoma katika kitabu cha Ufunuo, kitabu cha Ufunuo wa Yohana 7. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana 7. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana 7. Bwana na apewe sifa sana. Kitabu cha Ufunuo, kitabu cha Ufunuo wa Yohana 7 kuanzia mstari wa kwanza. Haleluya, haleluya. Anasema hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Baada ya hayo nikaona malaika wanne wamesimama katika pembe 4 za nchi, wakizizuia pepo 4 za nchi, upepo usivume juu ya nchi wala juu ya bahari wala juu ya mti wowote. Nikaona malaika mwingine akipanda kutoka mawio ya jua, mwenye muhuri ya Mungu aliye hai. Akawapigia kelele kwa sauti kuu wale malaika 4 waliopewa kuizuru nchi na bahari. Katika pande 4 za nchi palikuwa na malaika. Yohana Mbatizaji anaona Yohana wa Ufunuo anaona malaika 4 wakiwa katika pembe 4 za nchi, na katika zile pembe 4 za nchi wakapewa amri ya kuizuru nchi. Mungu akiwa amewapa amri ya kuizuru nchi. Lakini yuko malaika ambaye ni malaika wa mihuri, ni malaika wa kuwawekea mihuri watakatifu wake, ni wa kuwawekea mihuri wenye haki. Kuna wanaowekewaga mihuri wenye haki. Biblia inasema huyu malaika akawambia, msiizuru nchi. Akapiga kelele, anasema msiizuru nchi kwanza mpaka nitakapokuwa nimewawekea mihuri hawa watu, mihuri katika paji za nyuso zao. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwenye upaji la uso wako inatakiwa uwe na alama kama Yoshua alipokuwa amefungwa kilemba kwenye paji la uso wake, alafu akapewa nafasi ya kukaa karibu na msaada. Hata Lutu aliwekewa alama, ndio maana mabaya hayakupita kwake kwenye kipindi cha Sodoma na Gomora. Hata wana wa Israeli kwenye vizingiti vya malango yao
na miimo ya malango yao waliwekewa damu ya mwana kondoo, ili yule malaika wa vurugu anayepita kufanya vurugu kwenye bonde la Wamisri, hayo mabaya yasipite juu ya wana wa Israeli. Inamaanisha kama haujawekewa alama ya damu ya mwana kondoo, uwe na uhakika ya kwamba mabaya yakipita yanapita na wewe. Bwana apewe sifa. Haleluya, haleluya. Ni saa yako leo umwambie Mungu, hata kama mara nyingi umenipatia vitu, lakini saa hii naomba ushirika na wewe. Naomba ushirika na wewe. Tengeneza network ya msaada, niwekee alama. Bwana Yesu sana. Haleluya, haleluya. Akisema msiizuru nchi, mstari wa 3, Ufunuo 7 mstari wa 3, asema akisema msiizuru nchi wala bahari wala miti, hata tutakapokwisha kuwatia muhuri watumwa wa Mungu wetu, yeye wa Mungu wetu juu ya vipaji vya nyuso zao. Nikasikia hesabu yao waliotiwa muhuri katika kila kabila ya Waisraeli, watu 144,000. Bwana apewe sifa. Haleluya, 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 haleluya. Wakatiwa mihuri, na mihuri ya kuwekwa nini? Mihuri ya kubaki salama, mihuri ya kutembea kwenye msaada wa Mungu, mihuri ambayo hata matukio mabaya ya nchi yakiwapata, wana alama. Ni kweli njaa inaweza ikatokea nchi nzima, lakini haimaanishi Elia atakufa kwa njaa. Bwana Yesu amesema. Haleluya, 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 haleluya. Haimaanishi nchi inapita pagumu kwamba wote na wenye haki watapita pagumu. Kuna favor, kuna spiritual favor. Kuna spiritual favor. Hautakimbizana na balance ya dunia. Unaona hapo juu anasema anaomba wale malaika wanaoizuru nchi wasiizuru nchi kwanza. Kwa nini wasiizuru nchi? Anasema wasije akapeleka upepo, wala upepo usije ukavuma. Kama upepo ukavuma kwa kiwango cha kuzidi, uwe na uhakika ni nani atakayesimama. Kama upepo tu ulivuma kwenye kipindi cha Yona, wakati Mungu anamwambia nenda Ninawi, na Yona nakataa kwenda kuhubiri Ninawi. Upepo ulipovuma kuipiga merikebu, watu walishusha shehena zao chini ya bahari, wakaanza kutupa kwenye bahari, wakaanza kutupa vitu kwenye bahari. Kwa nini? Inamaanisha upepo ukitokea wa kuzidi, lazima nchi itapata shida. Haleluya, haleluya. Wako malaika wanao balance mazingira ya nchi, wana balance mazingira ya taifa, wana balance mazingira ya dunia. Ndio maana nasema nikaona malaika 4 wakiwa katika pembe 4 za nchi, na yule malaika ambaye anawagongea mihuri wenye haki anaonekana anawaambia msizuru nchi kwanza, wala msizuru miti, wala msizuru. Yani uwe na uhakika wale malaika wakianza kupita, wale malaika wa madhara, wakianza kupita, hakuna anayeweza kurekebisha. Kama Mungu hakuweka balance ya nchi, uwe na uhakika hakuna atakayetengeneza balance. Kuna wakati nchi inaweza ikapigwa kwenye mategemeo, au dunia ikapigwa kwenye mategemeo. Na kwa nini inapigwa kwenye mategemeo? Inapigwa kwenye mategemeo kwa sababu watu wamemsahau Mungu. Na kama umemsahau Mungu, yani Mungu ana mlango mmoja tena mwepesi wa kumwambia Mungu tunaomba msamaha. Ndio maana mfalme wa Ninawi alipokuwa amefahamu ya kwamba kuna mahali kosa limefanyika, aliingia akawaambia watu wake, akawaambia pamoja na viongozi, akaanza kuambia tuombe toba kwa ajili ya Mungu.
Mungu wetu, yamkini atatusamehe, yamkini hayo mabaya anayosema atayaleta kwa mkono wake, yamkini akaghairi, kwa sababu Mungu ni mwingi wa rehema, haishikirii dhambi ya jana ukitubu. Inamaanisha kuna nafasi moja ya kumwambia Mungu, ninaomba toba, ninaomba rehema. Na kama kiburi kilizidi, uwe na uhakika ya kwamba kuna mahali mkono wa Mungu ukinyoshwa, wenye haki peke yao ndio watakaopona. Lakini kati ya wenye haki wanaohesabiwa, na wewe utakuwepo au na wewe utasombwa pamoja nao. Haleluya, haleluya. Hatuko kwenye discussion kwamba tunapita kwenye kipindi gani au unapita kwenye kipindi gani. Yamkini napita kwenye kipindi cha biashara ngumu au unapita kwenye kipindi cha ndoa ngumu. Uliza mahusiano yako wewe na Mungu. Hiyo ndoa kama ulianza na Mungu, uwe na uhakika ya kwamba kama umepoteza asili yako ya kumtafuta Mungu kama ulivyokuwa unamtafuta kwenye ubinti, anzisha tena. Mungu ana nafasi tena na tena. Hajawahi kumwacha mtu wake jumla. Anakupa nafasi ya kurudi. Amekupa nafasi ya kurudi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Utamwambia Mungu, kama kuna mahali pamefanyika kosa, ninaomba toba na mabaya yasipite kwangu. Weka mbali, jina langu liweke mbali na mabaya. Weka mbali na laana, weka mbali na mikosi. Weka mbali. Mwambie Mungu nitakase. Mwambie Mungu nitakase. Mwambie Mungu nitakase. Mwambie unitakase. Mwambie Mungu nitakase. Mwambie Mungu nitakase. Mwambie Mungu nitakase. Mwambie Mungu nitakase. Hakuna kitu naweza bila wewe. Rakatebo kosekete. Unitakase Bwana. Uniwekea alama kati ya wasimamao karibu. Uniwekea alama. Uniwekea alama. Uniwekea alama. Uniwekea alama. Uniwekea alama ya damu ya Yesu. Uniwekea alama. Uniwekea alama ya kuwa hai. Niwekea alama ya kuinuka. Mwambie Mungu akuwekea alama ya kuinuka. Mwambie Mungu akuwekea alama ya kustawi. Mwambie Mungu akuwekea alama ya kuongezeka. Mwambie Mungu akuwekea alama. Nimekuja Bwana, nimekuja Bwana. Ninaomba rehema, naomba toba, naomba toba juu ya vijana na mabinti. Naomba toba. Yamkini kuna misimamo ambayo imetengenezwa kwenye ulimwengu wa roho, kwenye ulimwengu wa mwili, ikadhibiti akili zao zilizodhibitiwa kwenye magonjwa, akili zao zilizodhibitiwa kwenye mabaya. Baba, katika jina la Yesu, ninaomba rehema, naomba toba, naomba msamaha, naomba Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Jina lako ni jina lenye nguvu, jina lako ni jina lenye neema, jina lako ni jina lenye baraka, jina lako ni jina lenye kushinda katika Yesu. Unatupa kushinda kwenye kila hatua, unatupa kwenye kushinda kwenye kila fahamu, katika jina la Yesu aliye hai. Nasema damu ya mwana kondoo, nguvu zako na neema, nguvu zako na baraka, nguvu zako na utisho, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Tuwekea alama damu ya mwana kondoo, tuwekea alama ngome za giza zikianguka, tuwekea alama katika jina la Yesu. Tuwekea alama ya kuwashinda ngome za giza, tuwekea alama ya kushinda ngome za mapepo, tuwekea alama ya kushinda ngome za majini, tuwekea alama ya kushinda ngome za kichawi, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Raba kasekete. Nasema damu ya mwana kondoo, 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 nasema damu ya mwana kondoo. Tuwekee alama ya damu ya mwana kondoo, kama kitabu cha Ufunuo ambapo umesema Bwana akaona wakiwa wamewekewa alama, kama kitabu cha Ezekieli 9 kuanzia mstari wa 4 umesema Bwana ukawawekea alama, ili mabaya yanavyopita yasipite juu yetu, yasipite juu ya nama, yasipite juu ya maisha yetu, yasipite juu ya hatua zetu. Baba, katika jina la Yesu, kila mabaya ambayo adui anatamani kuyaruhusu kwenye maisha yetu, katika jina la Yesu, hayo mabaya hayatakuwa yetu, hizo laana zitakuwa zetu, mikosi itakuwa yetu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, nimeomba kwa wewe, yote yanawezekana. Nguvu zako zitembee, kibali chako kitembee, utisho wako utembee, katika jina la Yesu Kristo
Neema yako, nasema 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 neema yako. Tupe nafasi ya kupendelewa tena, 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 tupe nafasi ya kutetewa tena, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tazama biashara ya mama yule imepita kipindi kigumu sana, kwa sababu kuna mahali adui ana madai. Baba, katika Yesu, kila madai yaliyosimama kwenye ulimwengu wa roho, kila madai yaliyosimama kwenye ulimwengu wa roho, hayo madai yaliyosimama yanaondolewa kwa damu ya Yesu, yanaondolewa kwa damu ya Yesu. Biashara yake imetakaswa, biashara yake imetakaswa, watoto wake wametakaswa. Kila mashambulizi ambayo adui anainua juu yao, katika jina la Yesu, hayo mashambulizi yameondoka, na yoyote atakayesikia maombi haya ameponywa kwa jina la Yesu. Haja zake zote zinajibiwa, maisha yake yote yanaanza kutembea kwenye wepesi. Kila ugumu na uzito ambao adui ameuwekeza, nasema huo ugumu na uzito unaondoka katika jina la Yesu. Saa ya Bwana na majira ya Bwana, wakati wa Mungu wetu kututetea, wakati wa Mungu wetu kutupigania, wakati wa Mungu wetu kutuinua, katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni pekee mwenye nguvu, wewe ni pekee mwenye neema, wewe ni pekee mwenye uweza, wewe ni pekee utupaye kushinda, wewe ni pekee utupaye kufanikiwa, katika jina la Yesu Kristo. Yamkini mama yule, baba yule amekatiwa tamaa. Kuna wengine wako hospitali, hawana biashara, hawana pesa sasa hivi, hawana pesa za matibabu, lakini Bwana wapelekee msaada wa uponyaji, wakaponywe na mkono wako, wakaponywe na nguvu zako, wakaponywe kwa jina la Yesu. Natangaza afya, natangaza uzima, natangaza kuponywa katika jina la Yesu. Waponywe katika jina la Yesu, waponywe katika jina la Yesu. Wewe ni Mungu mwenye nguvu, neema ya kutosha, uweza wa kutosha, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Omba nasi, omba nasi, omba nasi. Mwambie Mungu, mwambie Mungu, ni asubuhi nyingine ya ibada ya Amka Anza na Kristo. Nifunike kwa damu yako, ruhusu sasa uniweke alama. Mara nyingi nimekuomba vitu, lakini leo nimekuja kuomba ushirika kwako. Leo nimekuja kuomba ushirika kwako. Mwambie Mungu, nimekuja tu kuomba ushirika, kwamba wewe unitengenezee network ya kukaa na wewe, kwamba unitengenezee network ya malaika kunisaidia, uniwekee network wakati wote, ni uwe unapatikana. Wanadamu kuna mazingira hawapatikaniki, lakini nimekuja uniwekee network ya wewe nyakati zote kupatikanika. Wengine wanaweza kuniacha, lakini nimekuja wewe uniwekee alama. Wakati wimbo unaendelea kuimba, mwambie Mungu, roho yangu inataka ushirika, inataka ushirika, inataka ushirika, inataka ushirika, inataka ushirika. Nitakaswe na uweza wako. Biashara yangu itakaswe, ndoa yangu itakaswe, mahusiano yangu yatakaswe. Kama uko shuleni unamwambia Mungu, naomba takasa masomo yangu. Kuna mahali adui alitengeneza uzito, lakini nimekuja, tengeneza wepesi, tengeneza, 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 tengeneza. Kama sio wewe Mungu, hakuna kitu tungefanya. Hata hivi tumesogea asubuhi hii, tuseme hakuna kama wewe, tuseme hakuna kama wewe, tuseme hakuna kama wewe. Wewe ni Mungu wa miungu, Jehova Ebeneza. Kwa jina lako, kwa jina lako na kwa nguvu zako tunajivunia wewe Mungu, tunajivunia uweza wako, tunajivunia neema yako. Ungana nasi katika ibada za Alhamisi, Jumapili na Jumatatu saa 11 alfajiri mpaka saa 12 kamili, na neema ya Mungu iwe juu yako. Amen, amen, amen. Utatupata kwa namba
Mwambie Mungu, mwambie Mungu wewe ni pekee. 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 Kwenye maisha yangu wewe ni pekee. Wewe ni chaguo langu la kwanza. Wewe ni chaguo langu la kwanza. Mwambie Mungu wewe ni pekee. Mwambie Mungu wewe ni pekee. Wewe ni Mungu pekee. Mwambie Mungu wewe ni pekee kwenye maisha yangu. Kwenye ndoa yangu umebaki wewe. Kwenye nyakati zangu umebaki wewe. Wengine wote hawawezi, ila wewe unaweza. Akili yangu kuna mahali imeshindwa. Haleluya, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe, akupe neema. Haleluya.